ay istaajalahum bil adhabi. Luti alayhi salam aliwaharakia jamaa zake iwajilie adhabu lighaidhihi, kwa machungu alionayo ala qaumihi. Faqalu lahu, malaika wakamwambia, alaysa waqtu subhi qariba? Qala almufassiruna inna qauma lutin lamma sami'u bidhuyufi, waliposikia wageni, harau nahwahu, walikuja upande wake Nuhi, yani walikuja. Fa aghlaqa babahu, Luti akafunga mlango wake. Wa akhadha yujadilu qaumahu anhum min warai albabi, Luti akawa anazungumza na watu wake kuwatetea wageni wake nyuma ya mlango. Basi baada ya kuona wamefungiwa mlango, fatasawaru aljidara, wakapanda katika ukuta, usitucheleweshe, wakapanda katika ukuta kuingia ndani. Subhanallah. Falamma ra'atil malaikatu ma bilutin, malaika walipoiona hali ya Luti minal karbi, amehuzunika, mwenye majonzi, amezongeka, qalu, ndipo walipomwambia, ya Lutu iftahil baba, fungua mlango Luti, wada'ana wa iyahum, tuache tuzungumze nao wenyewe. Da'ana wa iyahum, fafataha albaba, akafungua mlango Luti. Fadharabahum Jibril bijanahihi, akawapiga wote waliokuja Jibril kwa bawa lake. Fatamisa aayunahum wa amau, wote wale lile bawa liliwapiga, wote wakawa vipofu, wakawa hawaoni pale pale. Sawa, wakawa vipofu bwana, wanatafuta njia, hawajui la kufanya baada ya kugongwa na bawa ya Jibril alayhi salam. Tunafahamiana. Wansarafu, wakawa sasa wanataka kuondoka, ala aqabihim, warudi nyuma. Yakulu, wakawa wanapiga kelele, annaja annaja, tunataka kuokoka, tunataka kuokoka, itakuwaje? Kama qala taala, Mwenyezi Mungu katika suratul Qamari anasema, walaqad rawaduhu, wale watu wa Luti walimbembeleza sana Luti, an dhaifihi, awape nafasi wazungumze na wageni wake Luti. Mwenyezi Mungu anasema, fatamasna aayunahum, hapo ndipo tulipowafuta macho yao, ikawa hawaoni tena. Inaanzia aya hizo, fadhuku wa adhabi wa nudhur, onjeni adhabu zangu na malipo ya yale mahofisho yangu ambayo hamkutaka kukhofishika. Walaqad sabbahahum bukuratan adhabun mustaqirrun, asubuhi iliwajihimia adhabu, ikawa tayari imeshafika katika nchi yao. Tumefahamiana. Mwenyezi Mungu akawaangamiza watu hao. Jamani, neema alizotupa Mwenyezi Mungu tuzitumie anavyotaka Allah subhana. Kama Mungu kakupa neema ya uongozi, utumie uongozi anavyotaka Allah. Kama Mungu kakupa neema ya mali, itumie neema hiyo anavyotaka Allah. Kama Mungu kakupa neema ya watoto, waongoze watoto hao anavyotaka Allah. Mungu kakukirimu wake, wasimamie wake hao anavyotaka Allah tabaraka wa taala. Usijaribu kuitumia neema ya Allah kinyume na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyokutaka uitumilie neema hiyo.
tunawaona wajinga hawa, wapofu hawa, baada ya utovu wao wa adabu, kitu cha kwanza walichokipitia ni kukosa nuru ya kuona. Na sisi Allah anatuambia katika suratu Yasin, walau nashau, kama tungelitaka kwa wale wakorofi, la tamasna ala ayunihim, tungeliyafuta macho yao, fastabaku sirata, wakawa wanaitaka njia, lakini anna yubsirun, vipi wangeliweza kuiona njia? Kwa hivyo Mungu kakupa macho, angalia katika zile neema ambazo Mungu ametaka uzione, umshukuru Mungu kwa neema hiyo aliyokupa. Mwenyezi Mungu kakupa mali, mali yako itumilie katika njia anazoziridhia Allah. Mwenyezi Mungu kakupa cheo, cheo chako isiwe tena ndiyo bakora kwa wanyonge. Madaraka yako isiwe mateso kwa walio chini yako, kwa walio wanyonge, labda wale unaowapenda wewe, lakini wale ambao unawaona hawa katika mlengo wako ukaamua kuwakandamiza. Usifanye hivyo, utakuja kujuta siku ya Kiyama. Tunakwenda pamoja Tayeb. Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anasema katika suratu Dhariyati, fa akharajna, tukawatoa, man kana fiha, wale waliokuwamo katika mji huo, tuliwatoa man kana fiha minal mu'minin, wale waumini waliokuwamo katika mji huo tuliwatoa. Fama wajadna fiha, hatukuwakuta katika mji huu, ghaira baitin, isipokuwa nyumba moja tu, minal muslimina. Mtume amepelekwa mji mzima, nchi nzima, ni nyumba moja tu ambayo ndio walikuwamo Waislamu. Tumefahamiana? Wengine wote walichukuliwa na shahawati za dunia, wengine wote walibebwa na hadaa za ulimwengu. Na tuliwahi kusema, wanawazuoni wametuambia hii dunia ina mambo matatu. Dunia yote ina mambo matatu. Jambo la kwanza, hii dunia taghuru, ina hadaa, inawadanganya watu, inawabazazi watu, inawafanya wasijitambue watu, inaghuri dunia. Ndio Allah akatuletea dawa yake, akatwambia wala taghurrannakum alhayatu dunia, dunia hii isiwahadae. Kuna watu juzi walikuwa wanaitwa waheshimiwa, lakini leo waheshimiwa wajuzi wanaitwa akina hayati. Wengine wanasema Mungu amrehemu, anangojea heshima za mwisho. Heshima ndio zishakwisha, bado heshima yake ya mwisho. Kwa hivyo isije ikakuhadaa dunia, kwa sababu dunia asili yake ni kuwahadaa wale waliokuwa na akili mbovu, na hao ndio watu wengi katika dunia. Hasa hivi sasa watu wote wamesukumwa na dunia. Watu wanaiangalia dunia, wanaona ndio kwenye mafanikio na maisha yao. Basi jambo la kwanza Allah anatuambia fala taghurrannakumul hayatud dunya, maana yake dunia taghuru. Jambo la pili, dunia taghuru, inadhuru dunia. Ukisha kughurika na dunia, dunia inakulazimisha wewe uwefanye madhara. Utaua kwa sababu ya dunia, utatesa watu kwa sababu ya dunia, utawanyonga watu kwa sababu ya dunia, utawakosesha watu furaha kwa sababu ya dunia. Baada ya dunia kukudanganya, sasa dunia inakudhuru. Kuua watu, kuficha watu, kufanyaje watu, kuiba mali za watu, hapa dunia sasa inakufanyia madhara. Jambo la tatu, dunia hii tamuru,
Kama huelewi, kama unakoroma, hii dunia tamuru. Ukisikia dunia tamuru inakwenda zake, sio kwa maana mwanzo ilikuwa makunduchi, sasa hivi imesogea iko hapo fuoni. Maana ya kwenda zake dunia, wanakwenda zake wale watu waliokuwapo katika dunia. Kuna mabwana tuliwapenda sana, tuliwaheshimu sana, walitufanyia mambo mazuri sana, lakini wamekwenda wapi? Tumefahamiana eh? Washaondoka. Kwa hivyo mambo matatu hayo. Dunia inaghari, inadanganya, dunia inapumbaza, dunia imewafanya watu wasiwe na akili zaidi ya akili ya kuiangalia dunia. Kwa hivyo dunia tahuru, wala taghurrannakumul hayatu dunia, lakini dunia tadhuru. Ukisha kughururika na dunia, utafanya mambo ya kukudhuru wewe. Kwa hivyo dunia inadhuru, lakini ukisha kudhurika wewe utashindwa kuelewa kwamba dunia inaondoka wewe utashindwa kujiandaa na ile safari ambayo umetakiwa ujiandae nayo. Kama hujui dunia tamuru, baba alikuwepo yuko wapi, mama alikuwapo yuko wapi? Kama ungalikubahatika baba na mama wapo, babu yako yupo, bibi yako yupo, watoto wengine ambao pengine umewazaa mwenyewe wapo, wamekwenda wapi? Ndiyo dunia inapita. Bal tuuthiruna alhayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kwa hivyo haya ndugu yangu, ishi nayo mambo matatu hayo, uyazingatie kwa makini, isikudanganye dunia. Watu wa dunia wasikudanganye wakakupelekesha walikoelekea wao. Acha kuwaangalia watu wa dunia, wasikuburute, wasikutie motoni kwa ajili ya dunia yao. Unafahamu Haya. Kwa hivyo subhanahu wa ta'ala anatuambia fa akharajna man kana fiha, tukawatoa waliokuwapo katika mji huo, minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Tulikuta nyumba moja tu ndio yenye Waislamu, ndio hao Mungu alimwambia Lutu yaongozane nao watoke katika mji ule. Mungu anataka kupitisha maangamizi yake. Falamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu ya kuangamizwa watu wa mji ule, jaalna aliyaha, tuliufanya mji ule, ile sehemu iliyokuwa juu ambayo watu wakiishi, safilaha, tukaigeuza ile sehemu ya juu ikawa ndio chini, na ile chini ikawa juu. Maana yake Allah aliung'oa mji huu au miji iliyokuwa inasimamiwa na Luthi, aliing'oa miji ile akenda nayo mbinguni, alafu akaigeuza akaja akaibana namna hii. Kwa maana miji hiyo toka ilipopigwa namna hiyo bado inakwenda ardhini na haijafika chini, bado inakwenda na haijafika chini. Na wanatuambia wanawazuoni, hapa mahala ulipokuwa mji huu pametengenezwa kibahari kinaitwa Buhairatu Luti. Hichi kibahari, ndani ya bahari haishi kiumbe aliyo hai hata mtu mmoja, kwa ubaya wa bahari hiyo. Ule ufukwe wake, eneo lake lile, halioti hata jani moja, kwa ubaya wa ule mji ambao watu wabaya waliishi. Alafu watu wanalipigia upatu jambo hilo liwepo katika nchi jambo ambalo pale mahala walipokuwa wakiishi hao watu imetengenezwa kijibahari. Baada ya kuzamishwa yamekuja maji. Hayo maji hawezi kuishi kiumbe yoyote wa uhai. Tukizungumza kiumbe yoyote, manake samaki ndio wanaoishi baharini, viura labda sijui nani, wote hao, yani hayo ni maji tu, maji mabaya. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, tulifanya sehemu ya juu ya ardhi ile ikawa ndiyo sehemu ya chini. Wa amtarna 'alayha, tukanyosheleza katika ardhi hiyo, hijaratan,
mvua ya mawe, min sijil, iliyotengenezwa kutokana na madongo. Tukanyesheleza mvua ya mawe ya madongo ya motoni. Ay arsalna ala ahli tilka almuduni, katika miji hiyo, hijaratan salbatan shadida, tulipeleka mvua ya mawe magumu sana, min narin wa tinin, uliotengenezwa mawe hayo kwa moto na kwa udongo. Shabahaha bil matari, mawe haya Mwenyezi Mungu ameyafananisha na mvua. Kwa nini? Likathuratiha, kwa sababu yalikuwa mengi, wa shiddatiha, na namna yalivyokuwa yanamiminika mawe hayo. Kwa hivyo kama kwamba ni mvua, Mungu aliwateremshia mvua ya mawe. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijil musawamatan inda rabbika. Aya mawe yalikuwa yanakuja kwa maelekezo. Musawamatan, mawe haya yalikuwa yamepewa nembo. Inda rabbika ay muallamatan, yameelekezwa. Bialamatin, kwa kuwekewa alama. Jiwe hili likampige fulani, mwache akimbie atakavyokimbia, na jiwe hilo linamfuata, utafikiri nyuki, mpaka limgonge afe. Shafahamu? Jiwe limeelekezwa kama majiwe ya tairan ababila, yaliyokwenda kuwaangamiza wale ashabul fil. Na majiwe yale nayo yaliyobebwa na vile videge vidogo, mguu wake wa kulia alibeba kijiwe, mguu wake wa kushoto alibeba kijiwe, na mdomoni kwake alibeba kijiwe. Basi vijiwe vile vilikuwa vimeandikwa, hili likampige mwenyewe Abraha. Ushafahamu? Kila mtu alikuwa na jiwe lake. Kwa hivyo uwezi ukakwepa. Kama Mwenyezi Mungu Subhana ameshachukizwa kwa matendo yako, nenda hospitali ya Mtakatifu Thomas, utarudi zawadi yako kubwa itakuwa maua juu ya sanduku. Ushafahamu? Manake kuna watu huwa wakiona mboni ngoma nzito hii, huona hospitali za Afrika zote haziwezi kuwaponyesha. Umefahamu bwana? Kwa Mtakatifu Thomas kakosa India. Ushafahamu? Lakini Mungu alivyokuwa mkubwa, baada ya wiki 2 kuna sanduku la thamani sana, alafu juu kuna maua. Ushafahamu? Yani kenda India kufata zawadi ya maua. Aina ma takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Hata kama mtakuwa katika ngome madhubuti, maana yake hata kama ukenda katika hospitali, ukiwekwa tu katika chombo fulani au chumba fulani, unaonekana mpaka ulichokula mwezi uliopita, lakini ukifika wakati Mungu atakuchukua hapo. Wabaki wataalamu, vipi? Wanaulizana huku, vipi? Mboni hapwesi? Mshafahamu? Au akitaka barabara isafishwe kwanza, wanapiga moto, unakuwa unapwesa kidogo, yale bado anapwesa, lakini huku mshafahamu barabara inajengwa. Taib, anatuzungumza Mwenyezi Mungu hatua alizozichukua kwa Lut, watu wa Lut. Kwa nini alichukua hatua hizo? Kwa sababu walifanya mambo ambayo Allah tabaraka wa taala aliyaharamisha yasifanywe, na ameendelea kuharamisha yasifanywe. Alichokiruhusu katika kukidhi shahawa, iwe wanaume kwa wanawake, na isiwe wanaume kwa wanaume, wala isiwe wanawake kwa wanawake. Tunakwenda pamoja Basi anatuambia wa amtarna alaiha hijaratan min sijil mandudi. Ndiyo, mandudin, haya mawe yaliteremka mutatabi'in, yakifuatana. Mandudi hili mutatabi'atin, linakuja hili linakuja hili, ba'dhuha fi ithri ba'dhin musawwamatan inda rabbika. Haya mawe yalielekezwa mafunzo maalum kutoka kwa Mola wako. Anasema Mwenyezi Mungu,
wama hiya, haukuwa mji huu walioangamizwa watu wa Luti, minadh-dhalimina, kutokana na makafiri wa Maka, bibaidin, huu mji uko mbali, watu wa Maka wanapita wakiuona. Kwa hivyo kama yaliwafika wale kwa sababu ya kumuasi Nabii Allah Luti, ieleweke kabisa na watakao muasi Nabii Muhammad itawafika adhabu ambayo Mungu mwenyewe anataka. Hiyo tafsiri moja. Tafsiri ya pili, wama hiya, hayakuwa hayo mawe ya adhabu. Wama hiya, ile mwanzo ilikuwa mji, haukuwa huo mji. Tafsiri ya pili wanawazuoni wanasema wama hiya, hayakuwa hayo mawe ya adhabu, minadh-dhalimina, kwa watu wote madhalimu katika dunia, bibaidi, hayo mvua ya mawe watu wabaya hayako mbali nao. Wakimkorofisha tu Allah subhana, Mungu anaweza akamimina mvua ya mawe wakati wowote na mahala popote. Kwa hivyo ieleweke, hii adhabu za Mwenyezi Mungu kwa watu wenye kumuasi Mwenyezi Mungu, wasije wafikiri adhabu ziko mbali na wao, ziko karibu sana. Allah anasema alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin, waovu tutawafanyia hivyo hivyo. Leo ulimwengu mzima tunalalamika, jamani, sukari. Sio sukari ya chai, ile sukari mtu anayopewa bila kuitaka. Shafahamu? Sukari, mtoto mchanga leo anazaliwa ana sukari. Allah tabaraka wa taala huyo ameleta mtihani huo. Kuna sukari, lakini kuna ini siku hizi, lakini kuna mapafu, lakini kuna moyo kutanuka. Miaka 50 nyuma maradhi haya hayakuwapo. Hata hao waliokuwa wakiumwa sukari wakiangaliwa ni wale watu waliokuwa na neema, watu wengi wakidhani ikisababishwa na kula vizuri. Umefahamu Lakini leo sukari inawazonga watoto wadogo, inawazonga masikini. Kuna haya maradhi ya baridi tunayaita kwa Kiswahili, sijui kitaalamu yanaitwaje. Maradhi haya huko nyuma hayakuwapo, lakini maradhi haya yalipoanza kujitokeza wataalamu wakatengeneza chanjo zake, si ndio? Tukawa tunachomwa sindano. Mimi nakumbuka mwaka 70 sijui ile nilichoma hapa, na adabu yake mpaka itoke ile. Basi ilikuwa hakuna maradhi hayo, lakini leo kila nyumba yuko mgonjwa wa maradhi hayo. Masindano tumepiga, bado mengine sasa tunywe. Sio tena za kupiga, zilikuwa moja zikawa mbili zikawa tatu, ili kuwakinga watoto na polio sijui madude gani. Ndio kwanza maradhi hayo sasa yamezidi hasa. Yote haya wamahia, Allah anatuambia wamahia, haikuwa hiyo adhabu ya mawe. Kwa ufupi, haikuwa hiyo adhabu minadh-dhalimina, kwa watu wote watakao kwenda kinyume na amri za Allah, bibaidi, haikuwa mbali. Watu wakienda kinyume na amri za Allah wasishangae kufikwa na adhabu. Adhabu itakuja tu. Tunafahamiana? Sahi, tunaendelea. Wa ila Madiana. Muda umekwisha, tutasimama hapa. Anatuambia Mwenyezi Mungu wa mahia minadh-dhalimina bibaid, ay ma hadhihi alqura almuhlaka, havikuwa vijiji hivi vilivyoangamizwa, bibaidatin min an qaumika, kwamba viko mbali na watu wako kufari Maka. Fa innahum yamuruna alaiha, wanapita katika miji hiyo, fi asfarihim afala ya'tabiruna, kwa nini hawazingatii? Qala almufassiruna wa qad sara, pamekuwa maudhi'u tilka almuduni, mahala pa miji hiyo, baharan ujaja, pamekuwa na bahari yenye maji chumvi sana,
yu'rafu, inajulikana, albaharul mayitu, bahari ya kifo au bahari iliyokufa, lianna miyahahu, kwa sababu maji ya bahari hiyo, la tughudhi shay'an, haikikuzi chochote, min alhayawani, wakad ishtahara bismi buhairatu Lutin, kimekuwa mashuhuri kwa kuambiwa kijibahari cha Luti. Wal ardhu allati taliha, ardhi inayoizunguka sehemu ya bahari hiyo, qahilatun, ni kame, la tumbitu shay'a, haioteshi chochote, kwamba Mungu amepachukia mpaka pale mahala penyewe, wasije wakakaa watu wengine, kwa maana maji yale hayana maslahi yoyote, ardhi ile pale haina faida yoyote, haioti chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya makosa matatu tumeyasoma makosa matatu. Kosa la kwanza tumelisoma, Nabii Allahi Luti anawaeleza watu wake kosa lao la kwanza walilokuwa wakilifanya ni kosa hilo la kufanya mambo machafu. Walutan idh qala liqaumihi innakum lata'atuna alfahisha, mnafanya mambo machafu, ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Sawa hilo jambo moja akalitafsiri tu, ainnakum lata'atuna rijala, hili jambo lenyewe nyie mnawaingilia wanaume, mnawaingilia wanawake, wanaingiliana sijui wanasagana, Allahu aalam, wanawake wenyewe kwa wenyewe. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, wataqta'una sabila, majambazi maana yake ni watu wanaonyang'anya mali za watu ni watu wanaonyang'anya haki za watu, au ni majambazi. Hata kama hawakai msituni, maadamu wamenyang'anya haki ya watu, hao ni majambazi. Haki yoyote, iwe mali, iwe shamba, iwe chochote, maadamu wao hiyo haki wamenyang'anya, hao ni majambazi. Kwa hivyo kosa lao la pili lilikuwa ujambazi. Lakini kosa lao la tatu, Mwenyezi Mungu anasema, wataatuna fi nadikumul munkara, muna majumba mnayoyajenga, ndani ya majumba yenu mnafanya mambo yaliyokuwa hayaridhiwi na Mwenyezi Mungu ndani ya hayo majumba. Sasa haya mambo matatu ndiyo yalipelekea Mwenyezi Mungu kuwachukulia hatua kali hawa watu wa Luthi. Aliwanyanyua na mji wao, akawageuza na mji wao, akawafunikiza na mji wao, alafu akaotesha kijibahari. Haishi hata dagaa katika kijibahari hicho, lakini hata katika maeneo yale ya kwao hapaoti hata mti, ili watu wasije kuishi katika maeneo hayo. Mwenye akili ni yule anayejifunza kutokana na tatizo la mwingine, na ndio maana Allah tabaraka wa taala akatuletea visa hivi ili sisi tupate kujifunza. Hebu turudi kwa makini, kwa busara, kila mtu kibinafsi yake akakae atafakari. Na wewe uliokuja darasani, uko nyumbani kwako, tafakari. Ukiwa na cheo tafakari, ukiwa mtu wa kawaida tafakari, ukiwa tajiri tafakari, ukiwa na madaraka tafakari. Haya mambo matatu yaliyosababisha watu wa Luthi kuangamizwa, sisi hatunayo. Kama hatunayo tuko salama, kama tunayo sisi hatuko salama. Sawa? Kama ilikuwa watu hawa wanafanya alfawahisha, maana yake wanawaingilia wanaume, wanawaingilia wenzao, wanawake wanasagana na wenzao. Kama hili hatunalo, tuko salama. Jambo la pili, hawa walikuwa majambazi, na majambazi maana yake kunyang'anya haki za watu, iwe nguo, iwe mali, iwe chochote, maadamu si haki yako, ima kwa umwamba wako au kwa nguvu zako, ukaamua kubena kunyang'anya haki za watu, wewe ni jambazi. Na hili nalo tukakae kuliangalia. Sisi sio majambazi, tunanyang'anya haki za watu,
tunanyang'anya mali za watu. Kuna watu wamekaa katika nafasi za vyeo, kwanza kufikia katika nafasi ile wamemroga aliyokuwa katika ile nafasi ile, kamroga kapata kiharusi yuko kwao huko, au mwingine kashazikwa kwa sababu yeye alikuwa ndio yuko nyuma yake, msaidizi wake kavutwa yeye pale. Hichi cheo umekaa, we ni jambazi, hichi cheo si cha kwako, na uungoje moto wa Jahannam kwa kuwa umekaa katika cheo na nafasi sio yako. Wallahi Mungu atakuchoma. Na jambo la tatu ambalo tumeambiwa Lutu alikuwa anawazungumza watu wake, jambo la tatu, kuna majumba yalikuwa yanafanywa uchafu wakati huo wa Lutu. Yeye akazungumza tu, wataatuna fi nadikum, mnaleta katika majumba yenu almunkar, sisi katika majumba yetu. Na haya yanakuwa majumba maalumu hayo majumba maalumu tunayo hatuna, huo munkari haufanyiki, unafanywa. Kama hivi vitu tutakuwa vitatu hatuna, insha Allah tuko salama. Lakini kama hivi vitu vitakuwapo katika nchi yetu, tuelewe hatuko salama. Kama tunahisi tuko salama, ndio ile wadharni wa man yukadhibu bihadha alhadithi sanastadirijuhum min haithu wa umli lahum inna kaidi matin. Wakati mwingine yale mabalaa yanayoleta adhabu ya Mwenyezi Mungu yakiwa yanaleta na pesa, siye tukasema kwamba hapa ndiyo maisha yetu yanapokwenda. Kumbe Mungu anatupururia ili atusahaulishe kujiandaa na safari ya akhera, aje kutuokota katika adhabu zake kama walivyookotwa watu wa Luti. Allahumma ya Rabbana nastahfidhuka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla shay'in a'taytana. اللهم اجعلنا فيك نفيك، اللهم اجعلنا فيك نفيك، اللهم اجعلنا فيك نفيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.